ninapoanza kuingia kanisa hili, nampa Mungu sifa zake. Asanteni kunialika, asanteni kuniamini, kuniruhusu kwenye madhabahu. Sio kitu rahisi. Amina. Nanyenyekea sana kwa Mungu wangu. Naitwa Sela Victor. Wengi wachache sijui kama wapo wanaonifahamu, ila naitwa Mama Victor. Wanaonifahamu au wanaona maeneo hata nisipoyataja yana maana. Ninao watoto 5. Wa mwisho huyu hapo ndio mtoto wangu wa mwisho kati ya watoto 5, na nina wajukuu 5. Yesu makofi mengi. Mwanangu anamfurahia Mungu kuwa anachukua kazi za Mungu kwa maana. Kweli tunapokuwa partner katika utumishi na watoto wetu, Mungu naye hubarikiwa. Na ninachofundisha na yeye anachukua. Nimemwambia usipokuwa baba bora na kata sikio. Kwa hiyo na wavulana 4, msichana 1. Amina. Kama kuna mtu ana miaka 40 ni mwanangu wa kuzaa. Amen. Mpe tena Yesu makofi. Nimeshajitambulisha jamani. Nina binti yangu pale, mwanangu, lakini ni sekretari wangu, lakini ni mtumishi wa Mungu pamoja nami. Amina. Kwa hiyo mara nyingi nasafiri naye na tuna timu ya maombi kule tunapomtumikia Mungu pamoja na ya praise and devotion. Sisi hatuna udhehebu. Pale Mungu anatuita tunaenda kwa moyo. Amina. Barikiwa sana. Ila ninaye mchungaji wangu na nasali mahali. Haleluya. Asante sana. Somo la leo. Tambua majira haya ni majira ya namna gani? Tambua, andika hivyo. Sasa si andika uruhusu si Mungu aandike huko moyoni. Kufanyaje hivyo? Yesu akasemaje? Enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Enendeni ulimwenguni mote mkawafanye. Unasikia hiyo neno? Maana yake huo wanafunzi ndani yao hawana kupenda kujifunza, hawana wapagani hawa. Yesu anasema enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Maana yake nini? Ukishaokolewa, Mungu anakutoa kwenye eneo la umataifa. Maana yake kwa mtu asiyemjua Mungu, kwa hao waliopotea, anakuleta kwake. Wale waliotumika kukuleta kwa Yesu wanawajibika au wakukabidhi kwa wale waliowajibishwa na Bwana kuwafanya wateule kuwa wanafunzi. Maana yake watu wa kujifunza kila siku. Nani amenielewa? Kujifunza. Hatuwezi kukua hata kutimia utimilifu wa Kristo bila kujifunza neno la Mungu lililo hai. Hatuwezi kukua, nawaambia utakuwa utakaa kanisani humu. Wakati ninaomba nikamwambia Mungu nafundisha nini? Mungu naomba message, naomba nakataa mazoea kwenye madhabahu. Ndio akanipa kichwa cha somo kwamba kanisa, Mungu akisema kanisa
maana yake ni watu wa Mungu waliookolewa. Hawatambui, walio wengi hawatambui majira tulio. Tunayaongea majira, tunayaongea lakini hatuyatambui. Hamjanielewa? Nasema tunaona jamani, hizi ni nyakati za mwisho. Umeshaona? Jamani, hizi ni nyakati za mwisho. Hizi kabisa nyakati za mwisho. Angalia anavyoishi kama anajua. Yaani mdomo unachokiongea na matendo anavyoishi mbele za Bwana ni vitu viwili. Tunaendaje hapo? Tunatambua. Nini kinatufanya tusitambue? Kwa sababu hatufanywi kuwa wanafunzi. Sikiliza, kuna tofauti ya mahubiri na mafundisho. Mahubiri yanakuhimiza kwenda mbinguni na kukataa dhambi. Tutakuwa tunapungiana. Mimi kama hujazoea kupolewa utapunga tu, hata mara 10 wewe punga. Sitaondoka tu dada eti kaka sitaondoka. Tukipungiana ni moja ya mazoezi. Mimi napenda vijana wanapoimba. Moja ya mazoezi hiyo. Ungesema anachezaji mazoezi. Amen. Nimefurahi nimeona na kwaya wa baba jamani. Hongereni wa baba, Mungu awabariki sana. Si makanisa mengi wanajituma. Si makanisa mengi wanajituma. Nachotaka kusema hivi tunaelewa. Yesu anasema tupate kukua kwa kimo, kwa kina, kwa marefu, kwa mapana. Piga picha hii. Mwambie mtu mzee, piga picha. Afu wewe muulize umekuwa kuelekea wapi? Maana kuna mtu akisharefuka kidogo kiburi. Yaani mimi hapa yaani ndio unajiona wewe ndio mhubiri. Wewe ndio muombaji, kulikuwa na watu walioko hapa na nikasema kumbe umekuwa kwa marefu. Akitokea mtu kwa mapana, akitokea mtu kwa kimo, haya muulize mwenzio, utakuwaje ndugu yangu bila kusoma neno? Mimi naomba jamani, nipelekee salamu kwa mchungaji, aimize watu wanunue. Kama wananunua kiatu, eti mnanunua na tunachanga na michango. Kwa mambo mengine tununue Biblia wapenda. Sio unainunua tu mara moja ndani unakaa miaka 5. Kwani shida iko wapi? Kwani shilingi ngapi? Eti muulize kwani kinakufanya usio na Biblia? Kama una kamata mtu shati. Wewe kwani una hata rafiki, una hata ndugu, una mama mpendwa unemjua, mwambie mimi usinipe chochote wala chakula, nipe tu Biblia. Si ni mbinu nayo hiyo? Na mtu akija kukuomba Biblia una uwezo nayo, mpe. Umempa kitu kikubwa sana. Ni wangapi watanunua Biblia wasio nazo? Ni mikono juu. Kwa hata kama sio leo jamani, mimi na ingia basi kwenye maombi. Asante, umenyosha. Wengine hawajanyosha na hawana na hawategemei kununua. Tutaenda nao hivyo kwa neema. Uzuri si wajui, kwa neema tufanyaje? Ila mimi napenda neno sana, kwa sababu humo ndimo ulimo uzima. Sikia, sipendi andiko. Unanisikia navyoongea? Sipendi nini? Napenda ongea kwa nguvu. Sipendi andiko. Napenda neno. Andiko huua. Neno la Mungu linauisha. Ukisoma neno la Mungu hapa lenye pumzi ya Roho Mtakatifu ndio unapata kukua. Ukisoma Biblia kama andiko kwenda kupingana na watu, unaanza kufa wewe kabla hujamfikia unaenda kumpinga. Ukiona watu, kuna watu wameelewa tupungiane. Bila na kupungiana jamani. Tunasalimiana kila wakati, tunapendana. Sasa hapa Yesu anasema tambua majira haya ni ya namna gani. Nini kimebebwa ndani ya majira yetu haya tuliopo, sisi tulio hai? Nini kiko ndani?
Kanisa la Mungu tunahitaji kunyenyekeza sana mbele za Mungu ili atufunulie mambo yaliyomo ndani ya hizi nyakati. Kama mjajua, hizi nyakati zinaondoka na wengi. Yaani zinaondoka na wengi. Sisemi kufa, kuzikwa, ila zinaondoka na wengi, wanakufa kiroho. Ila ukiwaona hivi utafikiri wako hai. Na mimi namuomba Mungu wote waliomkiri Yesu Kristo tukutane mbinguni. Amen. Si ndio? Paulo akasema naichuchumilia ile mede. Anasema nisije nikawahubiri halafu mimi nikawa amna. Yaani amna. Nimemwambia Yesu, kama kanzu lako linachanikana hasa ukinyakuwa, yaani mimi nitashika tu popote na ondoka nalo. Maana yake na kaza. Kitu alichoniambia niseme na kanisa. Kanisa tumejawa na mazoea. Mazoea. Yaani wokovu wa mazoea. Unaona? Sio wote. Sio wote. Hivi ninavyoongea unajigawa mwenyewe. Nitakapokuwa nafuta utajigawa mwenyewe. Mimi niko hapa au niko hapo. Utakuwa unaongea mwenyewe ndani kwa ndani. Sikiliza. Kila mtu kwenye kiti cha enzi atatoa hesabu zake, tuseme kwa nguvu. Atatoa mwenyewe. Na hizo hesabu unazijua. Na ndio maana Mungu anasema utazitoa. Ila kuna neno moja nimemwambia Mungu anisaidie. Liko kwenye ile Mathayo. Kwamba kila neno lisilo na maana unaloongea huku duniani utalitolea nini? Hivi dada, eti wakaka. Mnaelewa? Hivi tunaongea mangapi? Kwa asubuhi mpaka jioni. Alafu ni mangapi hayana? Halafu tunaambiwa tutayatolea. Ulivyokuwa unaongea hili, nipe maana yake. Uje uone utakapokuwa tunarudi nyuma. Si asema ukienda nyumbani mnyamaze. Naona sasa maneno haya yanakuambia watumishi wa Mungu. Unaona nini nimejuaje? Nimesoma. Sasa nikajiuliza, hebu kwanza nimeokoka bado ngoja. Yaani neno linanipeleleza kwamba kila neno lisilo na maana nitalitolea hesabu za kugawa, za kuzidisha dada. Nazitolea hesabu gani mimi jamani? Haya maneno ni jamani haya. Mwambie mwenzako hivyo kwa mtaani unaongea mangapi? Kwani semina imeanza? Kwani semina imeanza? Hii ni semina. Sio zile ibada za kila siku. Sasa tambua nyakati hizi ni nyakati za namna gani, ili usiwe na mazoea. Biblia inasema yeye ajaye atakuja. Na shida, huyu Mwenyezi huyu ataingia ghafla kama mwizi. Hafu baadaye nikamuuliza Yesu, mbona unatuvizia? Wote